Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darasa letu na somo letu la kutazama zile energy za miezi ya watu kuzaliwa. Lakini leo tutakwenda kutazama energy namba 5, kwa maana ya mwezi wa kuzaliwa, wale ambao walizaliwa ndani ya mwezi wa 5. Je, energy yao hii inazungumza nini, na hasa watu hawa wanaweza kaa katika hali ya namna gani, matendo gani, na vipi ambavyo unaweza kuishi nao kupitia energy yao hii namba 5, na wanakuaje, kwa wakati gani, na nini ambacho kinaweza kujulisha kwamba huyu ni mmoja katika watu ambao waliozaliwa ndani ya mwezi wa 5, maana yake ana energy namba 5. Na kumbuka, hizi ni tafiti ambazo zimefanywa na haya yanayosemwa hapa ni ripoti na majibu ya tafiti zilizofanywa. Maana yake sasa unakuja kuambiwa hivyo, basi epuka dhana ambayo unaweza ukalishwa ama ukavishwa dhana kwa kwamba ile labda ni wanasema ni ramli na vitu kama hivyo. Kumbuka kwamba hii ni taaluma. Kwa wale ambao sio kwa taaluma hizi hawawezi kuona chochote katika kinachoendelea hapo, kwa sababu hii nataka zile hatua za tafiti zote ziweze kupitika, ndiyo upate majibu atakayokwenda kuzungumzwa hivi punde na Sayyida Dr. Sheikh Safuddiwan Al-Ghazali. Muda huu salamu, kisha baada hapo tutakwenda tukaangazie mwezi wa 5 umebeba nini kwa watu ambao waliozaliwa ndani ya mwezi huu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Sayyidina Sheikh Safuddiwan Al-Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama namna ambavyo mmemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Safuddiwan Al-Ghazali, ikiwa na afya bora kabisa. Lengo kubwa ni la kwenda kukuonesha majibu ya tafiti zilizofanywa na wana tafiti, na wakabaini kwa watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 5 wanayo mambo yatakayokuja kuzungumzwa hivi punde, na namna gani sasa unaweza kuchukua njia sahihi ya kuweza kuishi na watu wa namna hii. Lakini pia ikupe fursa kwamba kujua kama mumeo au mkeo unaishi naye mwenye hali na hiyo, ujue kwamba baadhi ya mambo akiyafanya ni kutokana na energy yake ya mwezi aliozaliwa, haswa energy namba 5. Dr. Sayyidina Safuddiwan Al-Ghazali, ya Allah, tupo katika mwendelezo wa kuangalia tafiti na kilichopatikana baada ya zile tafiti, hasa kwa watu ambao waliozaliwa katika miezi tofauti, lakini leo tukienda kuangazia watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 5. Kwanza tafiti zinamzungumza huyu mtu ni mtu wa namna gani, yukoje, na yapi matendo hayo kufanywa sana na watu waliozaliwa ndani ya mwezi huu wa 5. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah, bila shaka watu wengi sana wamekuwa wakinipigia simu. Wengine wanasema, shekhe, tunataka kujua mwezi wa 5. Wengine tunataka kujua mwezi wa 10. Wengine tunataka kujua mwezi wa 9. Basi kila mmoja anataka haraka ili aweze kujua energy za mwezi wake wa kuzaliwa. Lakini inshallah sisi tunakwenda kwa utaratibu. Tulianza mwezi wa 1, tukaja wa 2, wa 3, wa 4, na leo tutakwenda kutazama energy ya namba 5, kwa maana wale watu waliozaliwa mnamo mwezi wa 5. Lakini haya ni matokeo ya tafiti, kwa maana watu wamefanya tafiti, wakabaini katika tafiti zao, kisha baada ya hapo wakaandika yale walioyabaini katika tafiti zao. Lakini kabla ya kuingia moja kwa moja na kuanza kutazama hawa watu ambao wamezaliwa katika mwezi wa 5, energy zao zinawafanya wao kuwa ni watu wa namna gani? Jambo la kwanza tutakwenda kutazama wasilatul muqabala,
tutakwenda kutazama moja miongoni mwa njia maalum kabisa ambazo zinazotumika kwa ajili ya kufanyia tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo miongoni mwa njia ambayo inatumika kwa ajili ya kufanyia tafiti, kuna njia inaitwa wasilatul muqabala. Hii wasilatul muqabala kwa jambo gani? Lijami'il maalumat, ni kwa ajili ya kukusanya nini? Taarifa maalum. Yani tuaddu wasilatul muqabalati min ahammil wasailil bahthi. Imetambulika suala la kuuliza maswali, kwa maana kufanya mahojiano ni moja miongoni mwa njia muhimu sana za albahthi alilmi aljayida, kwa maana za tafiti za kiilmu tena zilizo nzuri zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallati ya'tamidu alaiha aladidu min albahithin, nayo hii njia ya kuwafata watu mahala na kuwauliza maswali yanayokwenda sambamba na zile tafiti zao ni njia ambayo wanaitegemea sana wengi miongoni mwa watafiti au wafanya tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo wanaitumia kwa jambo gani? Fi jami'il ma'lumatin bi tariqatin mubashara, kwa maana wakusanya taarifa kwa njia ya moja kwa moja, kwa maana mtu kwa mtu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nakwenda sawa? Naam. Yani wanapotaka kukusanya taarifa wanakwenda kwa Bashiru. Wewe Bashiru umezaliwa mwezi wa 5? Ndiyo. Kwa hiyo wanaanza kufuatilia nyendo za Bashiru. Kisha baada ya hapo wanafuatilia nyendo za mtu mwingine alozaliwa mwezi wa 5, na mwingine na mwingine na mwingine. Yani wanafuatilia watu wengi, alafu wanabaini matukio mengi sana yanakuwa yanafanana. Ndipo wanakwenda kuandika katika vitabu vyao kwamba wanaozaliwa mwezi huu mara kadhaa wanakuwa 1, 2, 3, 4. Hapa ndio wanapotumia swala la kuuliza yale maswali ambayo yanakwenda sambamba na tafiti bi tariqatin mubashara, kwa njia ya moja kwa moja, kwa maana mtu kwa mtu. Sawa? Almalumatul hamma, kwa maana maalumatu ambayo ni muhimu, taarifa ambazo ni muhimu. Wallati sayatamidu alaiha albahithu fil ijaba, ambayo atategemea kabisa huyu nani? Mtafiti, pale panapotolewa majibu na yule anayeulizwa anil as'ilatil khassa, kutokana na maswali maalum kabisa yanayokwenda sambamba na kile ambacho anachotaka kukitafiti biidhnillah, tena bilbahthi alilmi, katika tafiti za kiilmu. Lidha, kwa hali hiyo sasa, fa innaha wasilatun mu'tamidatun mundhu alqidami, kwa hali hiyo sasa imefahamika hii njia ya muqabala, kukutana na watu wakawa wanaulizwa maswali. Unamuonaje mwanao? Mwanangu ana kadha ana kadha ana kadha ana kadha. Akitoka hapo anakwenda, unamuonaje mwanao? Unamuonaje ndugu yako? Kwa hiyo anapata yale majibu tofauti yaliyotokana na maswali ya kile anachokitafuta. Hii ni njia maalum iliyotumika mundhul qidami, toka zamani. Watu walikuwa wanatumia njia hii kwa ajili ya kufanya nini? Tafiti. Tena fi kulli ma yakhtassu albahthu alilmi, katika kila kile ambacho kinachohusika katika tafiti za kiilmu. Katika hali za namna hiyo tunaanza kuzieleza hizi njia za kufanya utafiti. Kwa lengo gani? Sababu ya msingi, ili asitokee mtu ambaye fani hii au ilmu hizi hana na wala hazijui na wala haitarajiwi ni lini atakuja kuzijua ilmu hizi, alafu yeye ndo akawa msemaji wa ilmu ambazo yeye hazijui. Ndio maana tunataka kuambieni, ili asitokee mtu akawa ule ni ushirikina. Maana kuna majitu ni mabingwa kuwapandikiza watu ujinga. Na hasa ikiwaona watu wengi ni awamu, hawajui kusoma, yani ni kama bendera tu. Kule unapokwenda upepo na wenyewe ndio wanakwenda. Sasa walishawatazama watu wakawaona hivyo. Kwa hiyo kila kitu wanawaambia ni sihri. Yani hakuna kitu waga kinachonichekesha shekhe. Na kinachonionyesha kwamba nione kama watu wako katika giza nene. Kama kuna watu wanakituhumu kitabu kinachoitwa Shamsul Maarif. Wanasema kile ni kitabu cha uchawi, tena ni uchawi mkubwa.
Unaelewa nini sababu ya kusema kwamba ni kitabu cha uchawi? Kwa sababu kile kitabu kina michoro na kuna majedwali. Sasa yale majedwali, wewe mzee, wewe ile chemistry unayosoma wewe, si ina michoro ile, sijui si hapa tu alafu kuna mchoro unakuja hapa mistari miwili hapa, ile ni haramu kwa sababu ni uchawi ule unaitwa. Kwa nini? Ukimuuliza yeye anaona ni mchoro hauna maana, kumbe ni yeye ndio amekosa kujua maana ya ule mchoro. Sasa anahukumu asichokijua, anatoa hukumu uchawi ule. Yani Shamsul Maarif eti, wakati ile Shamsul Maarif ukitazama mle imejaa aya, imejaa majina ya Mwenyezi Mungu, yani yote yale ni majina ya Mwenyezi Mungu yamekwenda kwa hisabu tu, lakini kuna aya za Qur'an, karibu Qur'ani nzima ipo ndani ya Shamsul Maarif. Uchawi gani unafanyika kwa kutumia Qur'an? Wewe uliona wapi vitu vya namna hiyo? Uchawi gani unafanyika kwa kutumia majina ya Mwenyezi Mungu? Wewe uliona wapi vitu? Yani sasa hivi Qur'ani ndio uchawi wenyewe, ukisikia majina ya Mwenyezi Mungu ndio uchawi wenyewe. Alafu kuna jitu linasema, unajua kwa wale masufi wale ndio wamesababisha kwamba hata Wakristo wanasema kwamba Uislamu ni dini ya uchawi. Kwani kusema uchawi wameanza kusema leo? Si wakati wa Nabii Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wasallam walimwambia nani? Mchawi. Si walimuita mchawi? Sasa wewe unashangaa leo Wakristo kusema eti wale ile ni dini ya uchawi. Unashangaa nini sasa? Ni marudio tu, wanarejea yale waliosema makafiri wakati wa zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna ajabu na hilo jamani. Sasa kazi kubwa wamefanya wao wenyewe. Kwamba yani kazi ya Kristo kusema hivyo, kazi umefanya wao. Kwa sababu kile ambacho sichokijua kwenye Qur'ani ni uchawi. Ni tatizo kubwa. Eti Shamsul Maarif ni kitabu cha uchawi. Na watu wanakiogopa. Na wakikuona unacho Shamsul Maarif, jamaa kashika kabisa, yani kitabu cha kufundisha uchawi. Uchawi kweli katika Shamsul Maarif. Na wewe unaamini hivyo? Nyatash. Tumeona watu wamefikishwa katika hatua ngumu sana. Wallahi ni hatari sana. Sasa katika tafiti za kiilmu zinaonyesha watu wanaweza kupita katika vitu vinavyoitwa al-muqabala, kwa maana wakawa wanafanya mahojiano. Kisha yale mahojiano yakatoa majibu, tukapata kitu kilichokuwa sahihi. Sasa watu wamefanya mukabala katika mwezi wa ngapi we mzee? Mwezi wa 5. Ndio tunakwenda kutazama mawalidu shahri al-khamisa, kwa maana walozaliwa katika mwezi wa 5. Energy ya mwezi ya namba 5 inasemaje kwa hao walozaliwa mwezi wa 5? Jichunguze we mzee wewe. Sawa? Kwanza, jambo la kwanza, shakhsun latifun. Kwanza hawa watu wanakuwa na tabia ya upole. Watu wenye energy namba 5 wanakuwa na tabia ya nini? Ya upole. Jambo la kwanza wanakuwa hivyo. Wayusamihu daiman, lakini wanasamehe sana. Hawa watu wana tabia hiyo ya kusamehe. Tunaelewana vizuri? Lakini ghayurun, hawa watu wana wivu sana. Wivu sana kabisa, wanakuwa wako hivyo. Wenye energy namba ngapi? 5. Yani akiona hata umekaa hivi na mke wake au na rafiki yake, roho inamuuma. Sawa? Ghayurun ala wazni faulun. Sawa? Kwa maana wana wivu sana hawa watu walozaliwa katika mwezi wa 5. Wewe watazame tu watu walozaliwa katika energy hii. Lakini yuhibbu tamalluk, mara kadhaa huwa wanapenda hata vya watu. Yani hata kitu cha mtu yeye anakitaka yeye. Hawa watu wana tabia hiyo, yuhibbu tamalluk, wanapenda sana hata vya watu viwe vyao. Hiyo ni energy namba 5 ya watu walozaliwa mwezi wa 5. Lakini hadi indahu an yakhsara bi shakhsin, lakini ni kawaida kabisa watu kukimbiwa au kutorokwa. Yani watu wenye energy namba 5 anaweza akakimbiwa, anaweza akatorokwa. Yani ima akatorokwa na kitu chake au mtu wake au jamaa yake, akamkimbia, akamtoroka. Kwa sababu gani? Huyu kwanza anakuwa ghayur. Lakini anapenda sana atacha mwingine kiwe chake. Anakuwa hivyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. Kwa lugha nyepesi, tamaa ndio sahihi. Yani anakuwa na tamaa huyo mtu. Ni mtu mzuri lakini anakuwa na tamaa. Mumkin an yathika shakhsa bisur'a, lakini miongoni mwa tabia za watu ambao walozaliwa mwezi wa 5, energy yao inaonyesha ni watu ambao wana uwezo wa kumwamini mtu kwa haraka. Yani wewe ukutana naye anaweza kuamini haraka sana. Hakupimi, yani mara moja tu ukizungumza naye maneno mawili kashakuamini. Yuko hivyo katika mazingira kama haya. Sawa? Wa yakbur fi ba'd al-mawadhi', lakini kadhalika vile vile na kuna baadhi ya nyakati anakuwa kiburi.
haelekezeki, kiburi, anakuwa hivyo. Fi baadhi almawadhi, katika baadhi ya maeneo, mizajiyun daima, lakini upenda sana kujichanganya na watu, anakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini yatabaru nafsuhu sahihan, yatabiru nafsuhu sahihan, lakini mara kadhaa huyu mtu mara zote huwa anajiona yeye ndio yuko sawa katika baadhi ya mambo. Wa anta alghalat daima, lakini na wewe ndio unayemkosea yeye. Inakuwa ni hivyo, yeye yuko sawa, makosa yapo kwako. Tunakwenda sawa? Kuna mtu mmoja aliwahi kuimba wimbo wa namna hiyo, akasema kuna watu wako hivyo, wanaitwa kina nani wale, aliwataja jina. Akasema wale ni watu ambao mazuri yapo kwao, mabaya yapo kwa wenzao. Kuna watu wa namna hiyo ujue duniani. Sawa? Na hasa wenye energy namba ngapi? 5. Ni mtu safi, mtu mzuri, lakini haya hayakosekani upande wake. Tunakwenda sawa? Lakini anidun jidda, huyo bana ni mbishi sana. Inakuwa hivyo, yani wanakuwa ni wabishi sawa? Lakini inqaduhu akthar min madhihi, lakini kukosoa kwake kunakuwa kwingi kuliko kusifu. Inawezekana akaona kitu, yeye kazi yake kukosoa tu, anakosoa sana kuliko kusifia. Hawa watu wenye energy namba 5. Sasa kagua we mwenyewe, unaweza ukabaini hicho kitu, sawa? Wa minasubi ma'rifatu nuqati dha'fihi, lakini ni vigumu sana kuzitambua zile alama au nukta za udhaifu wake, sababu anajaribu kuzificha sana zile nukta za udhaifu wake. Ima anaweza kuzificha kwa maneno na ima anaweza kuzificha kwa matendo. Tunaelewana vizuri? Lakini kadhalika sarihun, pamoja na hivyo huyu mtu anakuwa ni muwazi katika baadhi ya majambo, anakuwa wazi sana. Wala ya'tarifu bighalatihi, lakini ni ngumu sana kujua makosa yake. Hakiri makosa, ndo maana yake, hakubali. Watu wa energy namba 5 wanaweza kuwa katika hali za namna hii. Tunakwenda sawa? Sasa hawa watu, haya yote ambayo tumeyasema hapa, mimma qtadatu at-tajruba, ni mambo ambayo yamefanyiwa majaribio, tafiti zikabaini, watu wakawachunguza wale watu ambao walozaliwa mnamo mwezi wa 5, mengi katika haya ambayo tumeyasema wakayakuta yapo, yanadhihiri kwa watu hawa. Kwa hiyo ndipo wakaandika katika vitabu vyao kwamba atakayezaliwa au aliyezaliwa mwezi wa 5 mara nyingi anakuwa na tabia hizi. Cha msingi ni wewe hapo ulipofanya x-ray mwenyewe, fanya uchunguzi, watazame wale wote ambao wamezaliwa mwezi wa 5. Kama hautayakuta yote haya, basi utakuta kuna baadhi anayo, na unaweza kuyakuta kwa kiwango kikubwa sana au kwa kiwango kidogo, lakini haya unaweza kuyaona. Na hivi ni katika mambo ambayo yamefanyiwa tafiti ya watu wenye energy ya namba 5, wanakuwa mara nyingi wanakuwa katika hali za namna hii. Mara chache sana ndio utawakuta wako nje ya utaratibu huu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme, ya Rabbi, tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Naam, kama namna ambavyo tumemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Safudi Al-Ghazali kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa tamati. Hizi ni tafiti za watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 5, na hii ni energy namba 5 ambayo imetoka kusimuliwa hivi punde tu, na hizi dalili ndo ambazo zinaweza kujulisha kwamba mtu ambaye alizaliwa mwezi wa 5 unaweza kukuta ana hali hizi, au na sio wote. Kumbuka hapa ni baadhi ya watu wanaweza kuwa dalili zote hizi kama zilivyotajwa, anazo zote kwa namna zilivyo. Kuna mwingine anaweza kukuta analala moja au mbili, au zipo kwa wingi au zipo kwa uchache, lakini hizi lazima unaweza kuzikuta miongoni mwa watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 5. Lakini ana sifa ambazo zilizo nzuri, na miongoni mwazo pia zipo ambazo zinaweza kumtenganisha na watu, hata kama ni watu wazuri anaweza kutenganishwa nao kwa sababu ya kuwa anapenda cha mtu kiwe chake, hali ambayo ni hatari sana na moja ama nyingine. Nami nikwambie sina la ziada zaidi ya kukwambia endelea kufuatilia kwenda kuiangazia energy namba 6, namna ambavyo inavyokuwa na mtu huyu na namna gani tafiti zimebaini kutokana na namba 6 energy ambayo tunatazama ikifika hapa kipindi kijacho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie tu sina zaidi. Kumbuka vipindi hivi naruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Utaratibu huu unafanyika hapa ofisini kwetu, na hapa ndipo kila jambo hufanyikia
hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.